Unajua kuwa kuna mmea mmoja wa asili unaoitwa mlonge ambao tafiti zinaonyesha una virutubisho zaidi ya mara kadhaa ya vile tunavyopata kwenye vyakula vya kawaida. Lakini watu wengi wanaupita bila kujua umuhimu wake na madhara ya kuishi bila virutubisho muhimu mwilini. Ikiwa hujui hili, unaweza kuwa kwenye hatari kubwa ya kudhoofika kwa mifumo ya mwili wako bila hata kugundua. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies, ambaye amejikita katika elimu ya afya ya asili kwa kutumia misingi ya sayansi ya mwili wa binadamu, biolojia ya seli na tafiti mbalimbali za kisasa kuhusu matumizi sahihi ya mimea tiba. Kupitia maarifa haya, amekuwa akisaidia watu wengi kuelewa miili yao vizuri zaidi na kufanya maamuzi sahihi ya kiafya kwa njia salama. Pia tuna bidhaa mbalimbali za asili zinazolenga kusaidia mifumo tofauti ya mwili, ikiwemo mfumo wa hewa, mfumo wa chakula, mfumo wa uzazi, mfumo wa mkojo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa misuli, mfumo wa mifupa, mfumo wa neva na mifumo mingine yote, kwa kuzingatia taratibu za kisayansi. Namba za Dr. Mkina ni 0748294113 na kama unavyoona zinapita chini ya skrini ya video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana ubonyeze neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uweze kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Mwili wa binadamu unategemea virutubisho fulani ili seli ziweze kufanya kazi zake ipasavyo. Bila madini, vitamini, protini na vijenzi vya kingamwili huanza kudhoofika taratibu bila dalili za haraka. Tafiti za kibiolojia zinaonyesha kuwa upungufu wa virutubisho huathiri kazi za seli, uzalishaji wa nishati ya mwili, urekebishaji wa tishu na hata mawasiliano ya kemikali kati ya seli. Tatizo ni kwamba watu wengi wanakula lakini hawapati kile kinachohitajika ndani ya seli zao. Hii husababisha mwili kuingia kwenye hali ya hatari ya muda mrefu kama kuchoka mara kwa mara, kushuka kwa kinga na kupungua kwa uwezo wa mwili kujirekebisha. Hapa ndipo mlonge unapoingia. Kabla sijaendelea kueleza faida hizi za mlonge kwa undani, tafadhali hakikisha umebonyeza kitufe cha kujiunga au kufuatilia channel hii, kwa sababu tunakuletea elimu ya kina ya afya ya asili kwa lugha rahisi na inayotegemea tafiti. Faida ya kwanza, mlonge kama chanzo kikubwa cha protini za mimea. Kwa mujibu wa sayansi ya biolojia, protini ni sehemu muhimu sana katika uhai wa seli za mwili wa binadamu. Kila seli katika mwili wa binadamu inahitaji protini ili iweze kujijenga, kujirekebisha na kuendelea kuishi. Protini hutumika kutengeneza vimengenya ambavyo huendesha mchakato wote wa kemikali ndani ya seli. Bila vimengenya hivi, mwili usingeweza kumengenya chakula, kuzalisha nishati au kusafirisha virutubisho. Mlonge una kiwango kikubwa cha protini za mimea zenye asidi muhimu za amino. Asidi hizi za amino ndizo hutumika kama malighafi ya ujenzi wa misuli, ngozi, homoni na hata kingamwili. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa ulaji wa mimea yenye protini nyingi husaidia mwili kuendelea kufanya mabadiliko ya tishu kwa usahihi na kupunguza uchakavu wa seli unaotokea kadri muda unavyopita. Kibiolojia, seli huingia kwenye mzunguko wa kuzaliwa, kukua na kufa. Ili seli mpya ziweze kuchukua nafasi ya zile zilizochoka, protini lazima zipatikane kwa wingi. Hapa ndipo mlonge unapokuwa na umuhimu mkubwa, kwa sababu unasaidia mwili kupata malighafi muhimu kwa ujenzi wa seli mpya. Faida ya pili, mlonge na mchango wake katika afya ya macho, ngozi na seli za kinga. Mlonge una kiwango kikubwa cha beta-carotene ambayo hubadilishwa ndani ya mwili kuwa vitamin A. Vitamin A ni muhimu sana katika kazi za kibiolojia za seli nyingi, hasa zile za macho, ngozi na mfumo wa kinga. Kwenye macho, vitamin A hutumika katika utengenezaji wa protini maalum zinazosaidia retina kutambua mwanga. Bila vitamini A ya kutosha, mawasiliano kati ya seli za macho na ubongo hupungua na ubora wa kuona huathirika. Kwa upande wa ngozi, vitamini A husaidia seli za ngozi kukua kwa mpangilio mzuri. Tafiti zinaonyesha kuwa vitamini A inachochea uzalishaji wa seli mpya za ngozi na kusaidia mchakato wa kuondoa seli zilizochoka. Hii huifanya ngozi kuonekana imara na yenye afya. Kwa mfumo wa kinga, vitamin A husaidia seli maalum za kinga kutambua vichochezi vya nje na kuitikia kwa haraka. Kibiolojia, seli zinahitaji hewa ili kuzalisha nishati kupitia mchakato unaoitwa upumuaji wa seli. Nishati hii
hutumika kuendesha kazi zote za mwili. Bila hewa ya kutosha, seli hushindwa kufanya kazi zake ipasavyo. Tafiti zinaonyesha kuwa ulaji wa vyakula vyenye chuma husaidia kudumisha kiwango sahihi cha hemoglobin na kusaidia utendaji mzuri wa mifumo ya mwili. Faida ya 3. Mlonge kama chanzo cha vitamin C na ulinzi wa seli. Vitamin C ni mojawapo ya virutubisho muhimu sana katika uhai wa seli. Kibiolojia, vitamin C hufanya kazi kama kinga ya seli dhidi ya molekuli hatarishi zinazozalishwa wakati wa michakato ya kawaida ya mwili. Wakati seli zinapozalisha nishati, hutengeneza molekuli zinazoweza kuharibu miundo ya ndani ya seli kama utando wa seli, protini na hata DNA. Vitamin C husaidia kupunguza athari za molekuli hizi kwa kuzizuia kabla hazijasababisha uharibifu. Tafiti zimeonyesha kuwa vitamin C huchangia katika utengenezaji wa collagen, ambayo ni protini muhimu kwa uimara wa ngozi, mishipa ya damu na mifupa. Bila collagen ya kutosha, miundo ya mwili huanza kudhoofika taratibu. Mlonge kuwa na vitamin C kwa wingi humsaidia mtu kupata mchango huu muhimu katika kulinda seli na kusaidia uimara wa tishu mbalimbali. Faida ya 4. Mlonge na mchango wake katika usafirishaji wa hewa ndani ya damu. Mlonge una madini ya chuma ambayo ni muhimu sana katika sayansi ya damu. Chuma ni sehemu kuu ya molekuli ya hemoglobini inayopatikana kwenye chembe nyekundu za damu. Hemoglobini ndiyo hubeba hewa kutoka kwenye mapafu kwenda kwenye seli zote za mwili. Bila chuma cha kutosha, hemoglobini hupungua na uwezo wa damu kubeba hewa hushuka. Kibiolojia, seli zinahitaji hewa ili kuzalisha nishati kupitia mchakato unaoitwa upumuaji wa seli. Nishati hii hutumika kuendesha kazi zote za mwili. Bila hewa ya kutosha, seli hushindwa kufanya kazi zake ipasavyo. Tafiti zimeonyesha kuwa ulaji wa vyakula vyenye chuma husaidia kudumisha kiwango sahihi cha hemoglobini na kusaidia utendaji mzuri wa mifumo ya mwili. Faida ya 5. Mlonge na mchango wake kwa mifupa, misuli na neva. Mlonge una madini ya kalsiamu kwa wingi. Kalsiamu sio tu kwa ajili ya mifupa, bali ni muhimu sana katika kazi za seli. Kibiolojia, kalsiamu hutumika kama ishara ya kemikali ndani ya seli. Inahusika katika kusinyaa kwa misuli, kupeleka taarifa za neva na hata kutolewa kwa baadhi ya homoni. Kwenye mifupa, kalsiamu hutumika kuimarisha muundo wa mifupa na kuifanya iwe na uimara. Tafiti zinaonyesha kuwa ulaji wa kalsiamu ya kutosha husaidia kudumisha uimara wa mifupa kwa muda mrefu. Kwenye misuli, kalsiamu husaidia kusababisha mikazo ya misuli. Bila kalsiamu ya kutosha, mawasiliano kati ya misuli na neva huathirika. Faida ya 6. Mlonge na afya ya mfumo wa chakula. Mlonge una nyuzinyuzi za chakula ambazo zina mchango mkubwa katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Nyuzinyuzi hazimeng'enywi moja kwa moja na mwili, bali hutumika kama chakula cha bakteria wazuri wa utumbo. Bakteria hawa huzalisha kemikali muhimu zinazosaidia kulinda ukuta wa utumbo na kusaidia ufyonzwaji wa virutubisho. Kibiolojia, utumbo una mtandao mkubwa wa neva na seli za kinga. Mazingira ya ndani ya utumbo yanapokuwa bora, seli hizi hufanya kazi vizuri zaidi. Tafiti zimeonyesha kuwa ulaji wa nyuzinyuzi husaidia kudumisha mzunguko mzuri wa chakula ndani ya utumbo na kusaidia uwiano wa bakteria wazuri. Faida ya 7. Mlonge na ulinzi wa seli dhidi ya mabadiliko ya muda mrefu. Mlonge una misombo ya asili kama flavonoids na polyphenols. Hizi ni kemikali za mimea ambazo kibiolojia husaidia kulinda seli dhidi ya uharibifu wa muda mrefu. Misombo hii hufanya kazi kwa kuzuia athari za molekuli zinazoweza kuharibu miundo ya ndani ya seli. Hii husaidia kulinda protini, DNA na utando wa seli. Tafiti nyingi zimeonyesha kuwa vyakula vyenye misombo ya mimea husaidia kudumisha uimara wa seli kwa muda mrefu na kusaidia mwili kukabiliana na mabadiliko ya mazingira. Mpaka hapa hatuna ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo upload, like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.